Leo vile vile nimefika hii Lungalunga kwa sababu juzi nilikuwa hapa Pwani na nimesema ya kwamba shida kubwa ya watu wa Pwani ilikuwa ni mambo ya ukosefu wa title deed na watu kuwa maskwota katika mashamba yao. Si ni kweli? Sasa watu wa Lungalunga hapa nataka mnisikie vizuri ya kwamba ardhi yenu ambaye kidogo ilikuwa na matatizo, sasa nitatafuta na nitatuma surveyors wengine wakuje wapime shamba ya kila mtu tuwapatie title deeds. Tumeweka pesa ya serikali ya kutosha. Niliweka bilioni 5, nimeongeza bilioni 5 ingine tuhakikishe ya kwamba mambo na matatizo ya uskota katika pwani hii tumalizane nayo. Watu wa Gumbato pale ambao walikuwa na matatizo, watu zaidi ya 10,000. Sasa tumenunua shamba hiyo na tunawapatia title deed zao ndani ya siku 90. Hii Kwale na Pwani tubadilishe, watu wawache kuishi umaskini na uskwota. Tuwapange na haki yao ya ardhi. Nyie mnanielewa watu wa Lungalunga? Lungalunga mnanielewa? Leo vile vile nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya stima. Stima bado haijafika kwa manyumba ya wananchi wengi. Huyu gavana wenu wa Chani ameniambia watu wengi bado wanaishi kwa giza. Ni kweli ama si kweli? Ndio sababu nimefika hapa, tumewapatia pesa ya serikali bilioni 1.8 tuunganishe wananchi 15,000 wapya, manyumba iunganishwe kati ya sasa na Disemba mwaka huu. Tuhakikisha kwamba tunasambaza stima ipatikane makwenu, ndio tuhakikisha kwamba tunaondoa giza, tunaleta mwangaza, hii Kwale na Pwani isonge mbele. Mnasema tuendelee na hiyo kazi? Na watoto wenu pia wasome. Nimeweka pesa nyingi katika mambo ya masomo ya watoto wetu. Na nimesema sitaki mtoto wa Kenya hata mmoja abaki nyuma. Kila mtoto aende shuleni, kwa sababu tumeajiri walimu 100,000, 100,000 teachers mwaka huu na mwaka uliopita, kuhakikisha kwamba hakuna mtoto anaenda shule na anakosa mwalimu. Tumepanga haya mambo yote, na sitaki watoto wa Kenya wasome, wa Kwale wabaki nyuma ama wa Lungalunga wabaki nyuma. Kila mzazi tuma mtoto wako shuleni. Mnanielewa jameni? Nasikizeni vile vile, nimekubaliana na Fatuma Achani gavana wenu ya kwamba mambo ya hospitali, hatutaki tena mtu auze shamba yake ama auze mbuzi yake ama ng'ombe yake ati anaenda kulipa gharama ya hospitali. Hospitali, mnanielewa? Hospitali, gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya kupitia mpango wa SHA. Wewe mwananchi, kazi yako ni kujisajili, unajiandikisha ndani ya SHA, alafu ndio tutakusaidia kupanga vile kutakuwa na matibabu, vile kutakuwa na madawa, vile kutakuwa na wauguzi, vile kutakuwa na vifaa ya kuwatibu, na tuhakikisha kwamba mwananchi tena hauzi mali yake ndio alipe gharama ya hospitali. Gharama ya hospitali ni kazi na biashara na jukumu ya serikali ya Kenya. Mnanielewa?